Lazima kuhakikisha mipango ya utawala, mifumo yetu ya utawala ni bora kwa kiasi ambacho kila mtu anaona kwanza kinachofanyika kwa maana ya transparency, lakini ile imani kwamba kila kilichopangwa na utekelezaji wake unamhusisha kila mmoja kwenye mchakato, lakini vile vile unamhusisha kila mmoja kwenye kufaidika na matokeo ya huo utawala bora. Kwa hiyo ile summit ya serikali za dunia, mkazo wake hasa ni kuhimizana na kuelekezana namna ya kuendesha serikali ambazo zina transparency, zina utawala bora, zinahakikisha masuala ya haki za binadamu na mengine yanapewa kipaumbele. Ndio mkazo hasa. Ni kama maazimio ya pamoja juu ya namna ya kuendesha serikali bora zaidi duniani. Sasa utakapokuwa na serikali hizo nzuri na bora zinazotoa kipaumbele katika kukua kwa uchumi unaonufaisha wengi, ndio kusema sasa hali hiyo inapokutana na mipango ya ndani, utakuwa na matokeo mazuri kwa vyovyote vile. Kwa hiyo uhusiano wa hizi forum zote mbili, kwa maana ya hii ya Global Africa Investment Summit na hii ya serikali za dunia, uhusiano wake ni huo, kwamba wakati tunataka kukuza uchumi na kuendeleza maeneo yetu ya kiutawala, lakini wakati huo tuhakikishe basi tuna uniformity, kwa kuna namna fulani ya kuoana kwa mifumo ya kuendesha mambo ya serikali. Viongozi wa serikali za dunia wanawezaje kutumia mtaji mkubwa wa vijana? Tunaona tu hata Tanzania sensa ya watu na makazi ya